Koi Mzungu, game changer. Shwari. Zuka sana. Kama kawa. Nimeona muda mrefu ukiwa una celebrate kwa kuyatazama mashindano haya ya Samia Cup ambayo yanaendelea hapa ya kuwakusanya watu wengi sana. Mechi ya Crown umeionaje? Mechi ya Crown ya leo haina tofauti na mechi zote za Crown tangu mashindano yanaanza. Amekuwa ni mpotezaji, anatusikitisha kama mwandaaji ambaye hakujiandaa. Sasa unawaandalia watu vitu afu wewe hujajiandaa. Kwa kweli ndio masikitiko tuliyopata kwa Crown. Kapigwa tangu mechi ya kwanza mpaka ya mwisho, ambayo haina madhara kwake kwa sababu alishapoteza, kwa hata kupoteza huku hakumshtui. Na kwa jinsi ambavyo ukiona kikosi chenyewe cha Crown FM, wapi walikuwa wanakosea? Walikuwa wachezi mpira. Wale naona kama walikuwa wamekuja kama hii mechi ya leo. Nadhani walisema tukamilishe ratiba, lakini sio kwamba walikuwa wamekuja kiushindani. Hapo nyuma kuna mechi hapo katikati walicheza ambayo kidogo walifungwa kutokana na kuzidiwa uwezo, lakini walicheza. Leo walikuja kukamilisha ratiba tu, lakini uwezo hawajacheza mpira. Kwa hamna cha kusema walikuwa wanakosea nini kingine hawajakosea. Wanakosea tangu mwanzo mpaka mwisho wa mechi yote. Kwenye mashindano haya kwa michezo yote ambayo imechezwa, wakati michezo mingine ikiwa inaendelea tunakaribia kuifikia 16 bora. Mchezaji wako bora kabisa ambaye anakukosha na kukufurahisha mara nyingi? Mchezaji wangu bora ni Mohamed. Sasa sijui utakuwa unamfahamu. Yupo Bad Nation. Mimi naamini kwa kesho tunaweza tukamuona, ila inawezekana kesho tusimuone kwa sababu Bad Nation tunatamani kesho wale wachezaji wetu wa elite wale wasicheze kwa ajili ya kuhifadhi kwa ajili ya robo finali, kwa sababu tushafuzu. Kwa mechi ya kesho ni more of entertainment kuliko kufanya ile serious kwa masaa tunakamia. Hakuna ninachokamia. Tumeshafuzu. Timu yetu ni bora na inaandaliwa kuwa bora zaidi kwa sababu ya robo finali na finali na nusu finali na kufinali. Watu wanaweka comment kwa wale wachezaji ambao wanacheza ligi kuu, wangekuwa wanacheza kama vile wasanii na watu wengine ambao hawajawahi kuwaona wakicheza kwenye mpira serious, ingekuwa nzuri zaidi. Comment yako ni ipi? Hiyo. Yaani mimi hiyo comment ilikuwa ni ya kwanza. Nadhani hata Kiba nimeongea naye zaidi ya mara moja. Kila nikiona naye namkumbusha, naambia yajayo. Unajua professional footballers, watu wengi wanafuatilia mpira. Mpira ni mchezo ambao uko maarufu kuliko michezo yote nadhani. Kwa watu wengi wanajua mpira kwa kufuatilia ndani ya uwanja na nje ya uwanja. Kwa wanapokuja hapa hawatarajii kuona ile professionalism ya mpira. Wanakuja kuangalia mpira wenye entertainment kwa asilimia kubwa zaidi. Na ndio maana wanatamani kuona hao wasanii celebrity waliotajwa. Ili kombe ni la ma celebrity na corporate. Corporate kazi yao sio mpira, celebrities kazi yao sio mpira. Ingekuwa ni celebrities wa kwenye football, ingekuwa ndo tunakusanya mastaa wale wa kwenye mpira professional, tunakuja tunaona mashindano yao. Lakini huu mchezo uliopo hapa ulikuwa unatakiwa kuwa wa celebrities wa kwenye engo nyingine plus corporate ambao kazi yao sio mpira. Kwa hiyo hapa tunaona burudani ya mpira iliyochanganyika na burudani nyingine nyingi. Kwa hiyo tunatamani hao watu, unaona hizo comment unazoziona nyingi zinabeba Watanzania wengi ambao wengine hata hawajafika hapa wanatazama nyumbani kupitia Crown TV. Wanatamani kuona, hata mimi ningetamani First 11 hata kama kuna wachezaji ambao wanacheza basi wasipungue, wasizidi wawili ambao watasupport hao wengine kwa ajili ya kucheza. Of course ukifuatilia vizuri hawa entertainment wanaofanya entertainment zingine hao, kuna ambao wanacheza mpira stamina na timu kabisa. Mimi nacheza naye mara kibao. Kwa hao watu tungewaona kwenye mpira ndo tungekuwa tunaenjoy zaidi. Kama tulivyomuona Wozu pale, anataka kupiga mpira anamuona Tunda, anataka kupiga mpira anamuona Wema. Yaani kuna vitu ambavyo anaonea huruma mpira, anajua akiupiga labda amempiga Wema. Yaani kuna vitu ambavyo vinakuwa vinatufurahisha sisi. Yaani umesema Wozu anataka kupiga mpira anamuona Wema na Tunda. Yaani ndo hicho kitu ambacho tunakitaka kuona sisi. Wewe uone Wozu kuna mpira anataka kupiga anaukwepa yeye mwenyewe. Yaani yeye mwenyewe anaonea huruma tu, hichi kitu hakitaki kupigwa sana. Kila mtu anakipata anakipiga, kwa hiyo anakionea huruma. Yaani hizo ndio entertainment ambazo zingetufanya sisi tuburudike kuja hapa. Mimi naamini watu wengi wanakuja hapa sio wanataka kuona ile nginja ile Simba na Yanga, wanatamani kuona hizo burudani. Wozu aliondoka na kijiji chake kwenye mitandao, kwa maana alikamata mtandao kwa sababu tu ya mashindano haya ya Samia Celebrity, ambapo mchezo aliocheza na matukio yake ya uwanjani yalionekana kuonyesha kwamba watu wamewafurahisha kwa namna vile wanavyojaji. Kuna mwingine anajaji kumbe aje kucheza mpira, mwingine anajaji kumbe ndio anapokuaga ana fitness kama hivi unavyosema wewe kwamba anapiga mpira anamuona Wema, anapiga mpira anamuona Tunda na vitu kama vingine. Unatamani au ulipata nafasi ya kuzungumza na Wozu baada ya ile game? Sasa hao wachezaji wengi wa Jitus, wachezaji wengi wa Bad Nation ni washikaji zangu ambao nachezaga nao kila siku. Kwa hiyo ni watu ambao tunazungumza kabla na baada ya mechi na hata siku ya mechi. Unakuta tunashauriana vitu viwili vitatu. Na hata kina Wozu, Jitus walivyoikipa ile timu vile,
wao lengo lao hasa ni kuona nature ya haya mashindano yanabaki hivi, kuwa ni ya burudani, ni ya wachezaji ambao sio professional football lakini wanakuja kufanya football kama sehemu ya burudani. Sawa sana tuchukue wachezaji wa mpira wa Yanga au wa Simba tuwatengenezee show yao, wawe na show ya comedy ambayo wanakuja wao kuchekesha. Ile wao kukosea ndo burudani yetu sisi wa Tanzania ambao tunawatazama wao. Ndivyo ambavyo wao wakija hapa watamani Aziz Ki anakuja hapa, sijui unamuona eh? Anapokuja Aziz Ki kutazama tunavyofanya sisi wasanii wa kazi zingine, na yeye mchezaji wa mpira ana enjoy zaidi kuliko akikuta maprofessional ambao wanacheza naye kwenye ligi kuu. Anaona ni yale, ni kazi yake ya kila siku, ndio kila kitu kinaendelea vile vile. Kwa hiyo tungetamani kuona utofauti huo. Mimi natamani sana next season inshallah mwakani tuwe na mashindano ambayo yatahusisha celebrities, na hata sasa hivi iwe ni hamasa kwa celebrities kuandaa timu zao, kwa sababu mpira unajua unatengeneza unity fulani comedians wakae chini, tunaunda team moja, tunaipa jina moja, tusilete cheka tu, tulete team ya comedians, tulete wanamuziki, tulete unajua Kwa hiyo italeta burudani zaidi kuliko tukileta professional players. Ukiangalia vizuri kuna timu zinakuja hapa ndugu yangu, hata we msanii unaona ukiingia utashindwa kucheza kwa sababu unaogopa yule akiweka mguu kweli kauweka. Wewe kile kigimbi cha Aziz Ki unaweza ukachomekea. Unamchomekea unavunjika wewe. Kwa hiyo celebrities wanaogopa kucheza kwa sababu ya hiyo, unaona toughness iliyoletwa kwenye mashindano. Tumeona jana team captain wa Lamata akiingia na magongo. Kama uliongea naye, nini kilimkumba kwenye ile mechi? Ni serious kwamba aliumia moja kwa moja au jana alikuja na idea za uchekeshaji kama ambavyo mnakuwa kwenye majukwaa? Hapana, Isaito aliumia. Aliumia tangu nadhani aliumia mechi moja nyuma. Aliumia very serious. Na amekuja jana, amekuja nadhani hata juzi, mechi ya juzi ile ambayo alikuwa cheza Lamata alikuja pia kutazama mechi. Ameumia serious. Na sio Isaito, kuna mchezaji mwingine pia aliumia wa timu nyingine ambao alikuwa anacheza na nadhani na kina Lamata kama sio wao. Unajua mchezo wa mpira ni mzuri lakini pia unahitaji toughness. Yaani unahitaji fitness ya kimpira. Sio fitness ya kwamba mimi nimekomaa uweze kuniumiza. Unaweza ukakomaa na kwenye mpira ukavunjika kirahisi sana. Kwa sababu hauna stance za kusimama uwanjani. Yaani wewe ukiwa unakimbia ili mradi tu kama mtu mwingine ambavyo anakimbia barabarani. Mchezaji anakimbia kwa step, ana count step zake. Anajua hapa nataka kupiga mpira, hapa nipunguze nini, hapa niongeze nini. Kwa hiyo ukiwa unakimbia tu, unasema naenda tu, ajali za kwenye mpira ni nyingi sana kama hauko fit. Unaweza ukawa na nguvu zingine za kufanya vitu vingine lakini kimpira ukawa na injury nyingi sana. Kwa hiyo Isaito alipatwa na moja injury ambazo zinawapata wachezaji wengi sana. Nadhani aliumia kwenye yenka, alikutana na mwenzake bahati mbaya. Nadhani Isaito aliumia na Ndalo. Walikuwa wanacheza na Jitus. Ikakutana akaumia. Chezea Jitus ile. Na tumefanya research, mimi nimefanya research ambayo sio rasmi lakini kwangu naamini kwamba iko sawa. Naona inapokuwa inacheza timu ya Lamata mashabiki wanakuwa wengi sana. Na kama wewe umefanya research, unadhani nini kinawavuta sana wa mashabiki wanapokuwa wanacheza timu ya Lamata vile? Mashabiki wa Lamata na mashabiki ambao wanaamini katika entertainment tunayoiongelea sisi. Hiyo ya kwamba wachezaji wasiwe professionals. Watu wengi wanatamani kuona Lamata anavyosema vile kwamba mchezaji kwamba muigizaji fulani atakaa namba fulani, sio, unanielewa? Ile entertainment ambayo Lamata anaileta kwenye mpira ndio inaowavutia watu wengi kuona kwamba ngoja nikaone kinachoenda kutokea. Kimsingi ni kwamba Lamata analeta chachu ya mashindano yote haya. Yaani haya mashindano yote ukiangalia timu ya Lamata ndio inaleta chachu ya mashindano yote haya. Na ni kwa nini? Kwa sababu watu wakiangalia kweli Lamata Village wanaona sio timu ya mpira lakini iko committed kwamba inaenda kushinda na inakuja kucheza. Kwa ile tu inatengeneza hamasa ya kusema hebu ngoja nikawatazame hao watu wanachezaje. Au Lamata Village wana nani na nani ambao wanacheza. Sio, unanielewa? Kwa mwisho wa siku ina hamasa kubwa sana. Unaona kina Isaito walikuwa wanakuja wanacheza pale. Watu walikuwa wanafurahi kuona wanacheza. Mtu anashangaa, kumbe Moneke anacheza mpira kabisa serious. Mimi nilikuwa najua Moneke mchekeshaji tu. Unanielewa? Kwa hile ndio inafanya Lamata apate mashabiki wengi sana wanaokuja kutazama. Wengi wanaovutiwa na watu kama kina Lamata ni wale wapenda mpira lakini wanataka kuwaona wasanii wao kwenye engo zingine wakiingia kwenye mpira ambacho ndio kitu wanakipenda. Yaani hawa ni wanaokuja hapa ni mashabiki kabisa kindakindaki wa mpira. Lakini wanatamani kuona hao ma celebrity wao wana engage vipi kwenye mpira, ndio maana wanakuja kuwaangalia. Kwa Lamata lazima atapata watu wengi sana na ana hamasa kubwa. Ukiangalia mechi ya Lamata, hata kama Lamata alilose jana alipigwa goli 4 something like 4 au 3. Lakini
hamasa yake ni kwamba sisi ni noma. Yaani unajua alichukua ile spirit ya Mandonga. Umenipiga, ukinipiga nimekupiga, nikikupiga nimekupiga vile vile. Kwa mwisho wa siku hamasa anatengeneza hamasa nzuri kwa sababu ya ile nature ya mashindano yalivyo. Celebrities ambao wachezi mpira wanakuja kucheza mpira, watu wanatamani kuona vituko vinavyoendelea. Binafsi napenda nikusifie. Unajua watu wasema msifie mtu kabla hajaondoka. Kama atakuwa anaondoka hata sifa zake atakuwa zisikii. Unaonekana kwenye matukio tofauti tofauti, unaonekana kwenye shida, unaonekana kwenye raha, unaonekana kwenye michezo kama hivi, na ni kijana ambaye unaendelea kufanya vizuri, game changer kwa maana ya kwamba watu mpaka wamekugea tunzo ya kuonyesha kazi nzuri ambayo umeifanya. Kupewa kwa tuzo ile kwako imekuwa ni deni kiasi gani kwa mashabiki zako? Tuzo ni nzuri, tuzo ni hamasa, tuzo zinaweza, zina mambo mawili. Zinaweza zikakufanya ukabweteka, ukaamini ndo nimemaliza, mimi ndo mimi, ukawa mnyamwezi fulani hivi ukikatiza watu unaonesha kwamba oya mimi noma mwanangu na tuzo fulani game changer, nipewa mbele ya rais. Lakini tuzo inaweza ikawa ni sehemu ya kukuhakikishia kwamba bro una safari ndefu mbele yako, kwa sababu kama umeweza kutoka hatua ile mpaka hapo mpata tuzo hii, ina maana ukitoka hatua hii mpaka somewhere kuna tuzo nyingine ambayo inaweza ikaja. Kwa tuzo ni moja ya sehemu ya kuona unakuwa appreciated, unakubalika, unapewa Watanzania sio wanakupenda tu kwa maneno bali kwa vitendo na kudhihirisha kwamba kweli tunathamini mchango wako kwenye jambo fulani. Lakini tuzo ni deni kubwa sana. Ukishapewa tuzo bwana, kuna vitu vingi sana ukifanya, kuna watu wanaweza wakatoka kwenye engo ya tuzo ndo wakaanzia hapo. Sasa huyu ndo alipewa game changer. Au sasa huyu ndo sasa huyu ndo kupewa ile tuzo. Bora angepewa fulani. Sio, unanielewa? Kwa hiyo mwisho wa siku tuzo ni deni kubwa sana la kufanya ujitume. Kama una ndoto ya kufika mbali, kama una ndoto ya kuona sehemu tofauti na ulipo sasa hivi. Kwa mimi naamini deni nilopewa na Watanzania ni kubwa kwangu mimi mwenyewe binafsi, lakini kwa Watanzania wenzangu vijana ambao wanaamini katika kile ambacho nakiamini mimi pia. Sababu si kila mtu anaamini katika unaloliamini wewe. Vijana wachache walioamini katika ninachokiamini, walioshikana na mimi mkono, tukafanya kazi kwa pamoja mpaka kufika hatua sasa na kuja kuonekana mimi kama sehemu ya mchango mkubwa kwenye comedy industry Tanzania. Ina maana kuna vijana wengi sana waliniamini. Wasingeniamini probably nisingeonekana kama nimetengeneza impact yote kwenye jamii. Kwa mimi niseme ile tuzo yawezekana sio yangu peke yangu, ni ya vijana wengi walioamini pamoja na mimi. Mimi nilikuwa na ndoto, nikaamini, nikashare na vijana wakaamini, tukaenda pamoja. Leo matunda tuliyoyaona haya sio kwa sababu ya Koi Mzungu peke yake, ni kwa sababu ya vijana wote wanaoamini katika kutengeneza ajira kwenye ndoto walizonazo, lakini pia vipaji walivyopewa na Mungu. Wazazi wetu hatupi vipaji, wazazi wetu wanatupambania, wanatupa elimu. Wazee wetu wanapambana, wanatuachia urithi wa mali, lakini vipaji tunapewa na Mungu. Kwa hiyo mtu akiamini katika kipaji chake akakitumikia, ni kwamba katii wito wa Mungu kwenye maisha yake. Mwaka huu umekuwa ni mwaka wa faraja, mwaka mzuri hususan kwa nyinyi wasanii. Tumeona mastaa wengi wakioa, tumemwona Jux ameoa, tukaja kumuona Aziz Ki ameoa. Wewe unaoa lini? Samia Cup, celebrity Samia? Samia Cup. Sasa swala la kuwa ni gumu sana kuli. Hivi unajua tuongeeni tu kweli, waandishi nao waga mnapenda tu uchokozi. Hivi unajua swala la kuwa sio la kuongea hapa ghafla tu eti oya mimi naoa Ijumaa. Kwa hiyo mimi ikifika hatua ya kuoa utashangaa tupo kwenye group. Upo kwenye mipango mwanangu kabisa, yani wewe mwanangu kabisa. Kwa hiyo ukiona tu kuna group umekuwa invited pale, michango ya Koi Mzungu, harusi tayari itakuwa umeshaingia. Mipango ya kuoa ipo. Kila mtu anatamani kuingia kwenye ndoa. Sijui sio wote. Kuna watu wanatamani kuingia kwenye ndoa, kuna watu wanatamani kutoka kwenye ndoa. Kwa katika wale wanaotamani kuingia kwenye ndoa, mmoja wapo ni mimi. Naamini ndoa ni baraka, naamini ndoa ni source nzuri ya kujenga familia. Kwa mimi mwenyewe natamani kujenga familia, natamani kuwa kuwa baba wa familia. Kwa natamani kuona ukuaji wangu kutoka kwenye sanaa mpaka kwenye kifamilia unaenda vizuri, kwa sababu bwana wewe unaweza ukafanya vitu vizuri vyote huku, Mungu akiamua, shetani akiamua kupiga kwenye swala la kifamilia. Ukikosea kuoa, mambo yote ya game changer yote tunayaona umechange familia tena baada ya game. Neno lako la mwisho lolote lile kuhusiana na mashindano haya? Mashindano haya ni mazuri, makubwa, matamu, yanapendeza, yanatuvutia vijana. Neno langu la msingi sana, waandaaji wazingatie kwamba haya mashindano ni ya celebrities na corporate. Tunatamani kuona celebrities na corporate mwakani. Hawa professional players tunawaona kwenye ligi kuu, tunawaona kwenye ligi daraja ya kwanza, daraja la pili, tunawaona kwenye mashindano ya Ndondo Cup. Tunatamani kuona celebrities
na corporate kwenye mashindano haya. Mimi naamini yani mashindano yenye chachu kubwa sana, hasa kibiashara kwa wafanyabiashara, lakini pia kijamii. Inatuunganisha sisi celebrities sehemu moja ambayo inawezekana tusingekutana kabisa. Wasanii wa talent tofauti tunakutana kwenye mpira ambao ni kitu kimoja. Mimi naamini mwakani inaweza akawa hivyo kama maombi yetu yalivyo. Habari hii inatokea jijini Arusha, inahusiana na hoteli ya kimataifa ya Parrot Hotel. Hoteli hii ina hadhi ya nyota 4 ya ukweli iliyopo Kaloleni jijini Arusha. Jengo lake ni la ghorofa lenye floor 13, vyumba 116 vya kulala vyenye hadhi tofauti. Hapa kuna executive suite, junior suite, executive, standard bedroom, double deluxe na twin bedroom. Parrot Hotel ndani yake ina migahawa miwili. Mmoja ni maalum kwa ajili ya kupata kahawa za aina zote. Sehemu ya pili ni ya kupata chakula pekee. Hapa kuna bar maalum yenye swimming pool iliyopo floor ya 3. Kuna kumbi za mikutano kubwa 2 na kumbi ndogo kwa ajili ya vikao. Katika Afrika Mashariki, Parrot Hotel kwa sasa ni hoteli ya mfano kutokana na ubora wa huduma zake.